Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mpendwa mtazamaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Amani iwe nawe. Ninakusalimu kwa jina kuu linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na hii ndoto ambayo tunasema kwamba pale ambapo muotaji wa ndoto akaota ndoto, akaona anaombelea watu, yani kwenye usingizi kaona kwamba unashika watu mikono na waombelea kweli kweli, watu wanagalagala, watu wanafunguliwa, wenye magonjwa, wenye kansa, wenye pressure, wenye maradhi mbalimbali, ukaona kabisa unapowaombelea wanapona. Nani kwenye ndoto unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto nione ninawaombelea watu alafu wanapona, ninawaombelea wagonjwa alafu wanapona. Sasa ndoto ya namna hiyo kiroho manake ni kwamba Mungu anakuonyesha kwamba ndani yako ameweka kalama ya uponyaji, kalama ya miujiza, kalama ya ufungulivu. Sasa ishara ya namna hiyo pale ambapo unakuwa umeletewa ndoto hiyo, jambo la kwanza, hakikisha unaongeza muda kati yako wewe na Roho Mtakatifu. Hakikisha unaongeza muda wa kusoma neno, unaongeza muda wa kuomba zaidi. Kama ulikuwa unaomba kwa siku nusu saa, dakika 10, manake Mungu anakuonyesha unahitajika kunyenyekea mbele zake zaidi, kuwekeza muda mwingi wa maombi, kuwekeza muda mwingi wa mifungo, kuwekeza muda mwingi wa mikesha, kuwekeza muda mwingi wa huduma, kuhudumu, ili kalama zako hizo ulizoonyeshwa kiroho ziweze kujidhihirisha katika mwili, ili matokeo yaweze kutokea katika mwili. Kwa pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo, hakikisha unawekeza muda wa maombi, hakikisha unawekeza muda kati yako wewe na Mungu, naongeza mahusiano ya kiroho kati yako wewe na Roho Mtakatifu. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba katika usingizi wako kaota ndoto ukaona unaitwa na mtu ambaye amekufa. Yani mtu ambaye amekufa, ukaona kabisa marehemu anakuita, alafu wewe ukajiona kwenye ndoto unamfuata huyo marehemu. Yani ukaona umeitwa alafu ukaona unamfuata. Sasa tafasiri yake ni kwamba ukiota ndoto ukiona umeitwa na marehemu alafu ukajikuta unamfuata anako kupeleka, tafsiri yake inaweza kuwa ina maana moja ama mbili. Maana ya kwanza tunasema kwamba hiyo ni alama ya roho ya mauti inakuita, lakini maana ya pili tunasema inaweza ikawa inaashiria kwamba unaitwa na roho za kubeba mikoba. Manake kuna mikoba ndani ya ukoo inatakiwa uibebe. Kuna mikoba ndani ya ukoo unatakiwa ukabidhiwe zile roho za wale watu waliokufa, au ile mikoba ya kiganga, mikoba ya uchawi, mikoba ya ushirikina. Maana hapo unaonyeshwa wazi kwamba unahitajika ukabidhiwe hiyo mikoba. Pale ambapo kaota ndoto kaona kwamba marehemu anakuita kwenye ndoto alafu kaona unamfuata, maana kuna vitu anataka akupe maelekezo, kuna maelekezo anataka akupe ili uweze kuyafuata, ili uwe mtu wao kiroho, pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Lakini ndoto nyingine unasema kwamba ukiota ndoto ukiona unaambiwa maneno mabaya, pale ambapo ukaona umelala ukaona unaambiwa maneno mabaya, maneno ya kashfa, maneno ya kudharauliwa, maneno ya kuziakiwa, maneno ya matukano. Unaona kwenye ndoto unatukanwa kabisa, unakalipiwa, yani unasemwa mpaka mwenyewe unasema hii imekaa namna gani hii? Kwa nini niote ndoto nione ninafokewa kwa kiasi hichi? Kwa nini niote ndoto ninakemewa kwa kiasi hichi? Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, pale ambapo ukaota ndoto ukaona unafokewa sana, ukaona unakemewa sana katika usingizi wako, tunasema kwamba ishara ya namna hiyo ni alama ya kulaaniwa. Maana yake ni kwamba kuna kitu cha kitofauti uko nacho, kuna baraka nyingi ambazo uko nazo, kuna mafanikio makubwa ambayo uko nayo, kuna jambo ambalo unalifanya watu wengi hawataki ulifanye, na hilo jambo lina matokeo makubwa. Endelea kupambana nalo, endelea kulishikilia, endelea kulipambania. Manake kile kitu ambacho unakipambania unaonyesha wazi kwamba hicho kitu kina upako, hicho kitu kina nguvu, hicho kitu kina matokeo makubwa sana kiroho, pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo uhitaji kudharau, uhitaji kupuuza, unahitaji kukaa sawasawa katika maombi na kuwekeza nguvu na muda mwingi katika lile jambo ambalo unalifanya. Manake hao uliokuwa unaona wanakutukana, wanakuongelea maneno mabaya, ni watu walio kinyume na wewe na wanapingana na kile kitu ambacho
unakifanya. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo ipo katika muktadha huo. Lakini ndoto nyingine unasema kwamba ukiota ndoto ukiona unaimba sana katika usingizi wako, pale ambapo ukaona umelala alafu unaimba nyimbo za mapambio, unaimba nyimbo za kusifu, unaimba nyimbo za Bwana, nyimbo za wokovu. Sasa kiroho ukiota ndoto ukiona unaimba, tunasema kwamba ishara ya namna hiyo ni ishara ambayo Mungu anakuonyesha kwamba ndani yako kuna kalama ya uimbaji. Na hii ndoto muotaji sio tu mara moja kwamba umeota leo basi mwaka mzima umeisha alafu ukasema nina kalama uimbaji. Hii ndoto yani iwe inapiga kelele kwako, si mara moja, si mara mbili. Yani unaona leo unaota ndoto unaimba, kesho unaota ndoto unaimba, au baada ya siku 3 kaota ndoto tena unaimba. Ndoto yani, au kwa mwezi unaota mara 3, mara 4, mara 5. Na isiwe kawaida. Asa ndoto ya namna hiyo maana Mungu anakuonyesha ndani yako kuna kipawa cha uimbaji. Ndani yako kuna kipawa cha kuimba. Unahitaji kuimba. Ingia kwenye maombi, ingia kwenye huduma ya uimbaji ili kile kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako kiweze kujidhihirisha zaidi, kiweze kuleta matokeo makubwa katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tutasema ukiota ndoto ukiona unaongea kwa furaha na marehemu ambaye amekufa, pale ambapo ukaona umelala alafu ukaota ndoto ukaona unaongea kwa furaha na marehemu aliyekufa, yani unacheka naye, unafurahi naye, na yule marehemu akawa anacheka na wewe, anafurahi na wewe. Nani kwenye ndoto? Sasa ndoto ya namna hiyo pale ambapo ukawa unaiota, unaona unaongea na marehemu kwa furaha, ukaona unacheka na marehemu kwa furaha, ishara ya namna hiyo maana yake unaonyesha wazi kwamba umeshakuwa mateka wa mizimu. Kuna namna unatumikishwa na mizimu pasina wewe kujua. Kuna namna unatumikishwa na mapepo pasipo wewe kujua. Kiroho pale ambapo ukaona kwamba unacheka na mizimu, unacheka na mtu aliyekufa, manake mizimu imesha kutawala, upo chini yao, hauna sauti tena, upo chini yao, hauna nguvu tena. Pale ambapo ukawa unaota ndoto ya namna hiyo, manake ni kwamba unakuwa umeshachukuliwa mateka na unahitaji maombi makubwa sana ya kujitenga na yale maagano ya kifamilia. Unahitaji kuwa na maombi makubwa ya kujitenga na zile roho za kiukoo ili Mungu aweze kukusaidia. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ukihitaji huduma za kiroho au msaada wa kiroho, unaweza kufika kanisani Mbezi Malamba Mawili. Tuko pale Mbezi Malamba Mawili. Fika pale Malamba mwisho, ulizia tu kanisani madhabahu ya ukombozi, utaletwa moja kwa moja, au ulizia kwa kuhani Samuel, utapelekwa moja kwa moja mpaka kanisani na Mungu atakubariki sana. Hapana mbali sana, lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zangu ni 0695579223. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV, ninakusalimu kwa jina linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Siku ya leo nimekuja na mafundisho yetu ya tafasiri za ndoto na maana zake, na leo nimekuja na hii ndoto ambayo watu wengi wamekuwa wakiota na hawajui nini maana yake. Na moja ya ndoto ambayo ninasema ni pale ambapo muotaji akaota ndoto akaona ametupiwa kinyesi. Pale ambapo kaona kwenye ndoto yako unakuwa umetupiwa kinyesi. Sasa alama ya kutupiwa kinyesi tunasema maana yake ni kwamba kuharibiwa utambulisho wako katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa mwili. Maana yake hapo utambulisho wako unapotea, uthamani wako unapotea, heshima yako inapotea. Alafu pia hiyo tunasema kwamba inaashiria roho ya kukataliwa, inaashiria roho ya kudharauliwa, inaashiria roho ya kusimangwa, roho ya kusemwa vibaya. Ukiota ndoto ukiona kwenye usingizi wako umetupiwa kinyesi kwenye nywele zako au kwenye uso wako, hiyo ndoto inakuwa haijabeba maana nzuri kwa mwotaji wa hiyo ndoto. Manake hayo ni mashambulizi na mavamizi ya kichawi. Kwa hiyo ni muhimu sana
pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hii, usipuuze mpendwa, wala usione ni ndoto ya kawaida. Ni ndoto inakuwa imebeba habari mbaya, ni ndoto ambayo inakuwa imebeba taarifa mbaya kwa mtaji wa ndoto hiyo. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba pale ambapo mtaji akaota ndoto ana nywele ndefu alafu ni nzuri. Sasa hii ndoto huwa inaashiria ishara ya kurudishiwa utukufu wa mtu, kurudishiwa baraka za mtu. Ukiota ndoto kwamba unaona una nywele nzuri, nywele safi kabisa, nywele zinapendeza. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, pale ambapo unakuwa unaona kwamba nywele zako ni nyingi, ni safi, zinapendeza, zinavutia, maana hapo unaonyeshwa kwamba unakuwa umerudishiwa utukufu wako, unakuwa umerudishiwa baraka zako, unakuwa umerudishiwa mafanikio yako katika maisha yako. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, ni moja ya ndoto nzuri iliyobeba baraka kubwa, iliyobeba mafanikio makubwa ya ustawi wa kiroho na wa kimwili pia. Lakini ndoto nyingine, ukiota ndoto ukiona umevalishwa kinyesi usoni kama kofia, hii inaashiria kuondoka utambulisho wako na watu hawatakuamini, lakini pia huashiria roho ya kujitambua wewe ni nani. Pale ambapo kaota umevalishwa kofia ya kinyesi kwenye usingizi wako, ishara ya namna hiyo inaashiria kwamba wewe ni mtu usiyejitambua wewe ni nani, lakini utambulisho wako kiroho pia unakuwa unaondoka au unakuwa unaondolewa. Lakini ndoto nyingine tunasema, ukiota ndoto ukiona wewe ni kipofu kwenye usingizi wako, unaona unapapasa gizani, unaona unapapasa kwa shida, uoni njia, uoni mwanga. Sasa ishara ya namna hii ya kujiona wewe ni kipofu kiroho, tunasema kwamba ukiona wewe ni kipofu, jua kabisa umetupiwa roho ya kutoona fursa ya mema pale yanapokuwa yanakujilia. Ukishaota ndoto ukiona wewe ni kipofu, jua kabisa ile fursa ya mema, ile fursa ya mambo mazuri, ile fursa ya kupata baraka inakuwa imeondoka kwako. Kwa hiyo ukiona ndoto ya namna hiyo, mpendo wangu, usipuuze, haraka sana ingia kwenye maombi ya kumwambia Mungu awashe taa ya nuru, awashe taa ya kutambua majira na nyakati ya kujiliwa kwako. Lakini maana nyingine tunasema, ukiota ndoto ukiona wewe ni kipofu, jua kabisa ni alama ya kufungwa macho yako ya rohoni. Macho yako ya rohoni, ya moyoni yanakuwa yamefungwa. Macho yako ya moyoni yanakuwa ni kipofu, yanakuwa yaoni jambo lolote, yanakuwa yaoni kitu chochote, yanakuwa yaoni jambo lolote, kwa sababu ulimwengu wa roho, pale ambapo unakuwa unaota ndoto unaona wewe ni kipofu, jua macho yako ya ndani hayaoni, macho yako ya moyoni hayaoni. Hapo sasa unaweza ukawa unapigwa na wachawi, unapigwa na mapepo, unapigwa na majini, unapigwa na magonjwa, unapigwa na matatizo. Kwa sababu gani? Macho yako ya moyoni yapo gizani, hayaoni jambo lolote. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaona ndoto ya namna hiyo, usipuuze, ingia kwenye maombi haraka sana ya kurejesha macho yako ya rohoni. Lakini ishara nyingine ya mtu ambaye akaota ndoto akajiona yeye ni kipofu, tunasema ni alama ya kuishi maisha bila kufuata kanuni za kimungu. Pale ambapo ukajiona wewe ni mtu ambaye ni kipofu, hauoni jambo lolote, manake hapo unakuwa umekosa ile roho ya kutambua majira ya kujiliwa kwako, na kwa umekosa ile roho ya kutambua nyakati za kujiliwa kwako, pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana, unahitaji uishughulikie katika maombi ili Mungu aweze kuleta baraka na ushindi katika maisha yako. Lakini tafsiri nyingine, pale ambapo ukaota ndoto ya namna hii kwamba unaona kwenye usingizi wako wewe ni kipofu, jua kabisa adui anataka kukupiga kwa ugonjwa wa macho. Kwa ndoto moja inaweza kuwa imebeba tafsiri zaidi ya 3, zaidi ya 4. Hasa moja tafsiri nyingine, jua kabisa adui anataka kutupia roho ya upofu, wewe ni mgonjwa ambaye unasumbuliwa na matatizo ya macho, pale ambapo unakuwa unaota ndoto za namna hii. Kwa hiyo haraka sana ukishaota ndoto za namna hii, simama nazo katika maombi, dili nazo katika maombi ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Pale ambapo unakuwa unaota ndoto za namna hii, wewe ni kipofu, jua kabisa pia adui anakutupia roho ya upofu wa macho. Kuna mwingine alianza tu kwenye ndoto kuota ni kipofu, haoni, anapapasa, alafu kimwili kweli
akaanza kuona macho yanamsumbua, akaanza kuona macho yake hayaoni mbali, akaanza kuona macho yake yanapatwa na shida au kamdudu tu kalimuingia machoni, alafu mambo mabaya yakamtokea. Kwa ukishaona ishara ya namna hiyo kiroho, jua kabisa adui anataka kutupia roho ya upofu, na unaonyeshwa wazi kwamba haraka sana unahitaji usimame katika maombi, udili na hizo roho, uzisambalatishe hizo roho, uziharibu hizo roho, uziangamize hizo roho, ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Mungu akubariki. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Una ndoto zako hujui nini maana yake, zinakusumbua, zinakutatiza, wasiliana nami, namba zangu za WhatsApp ziko hapo. Unaweza ukanifuata WhatsApp kwa ajili ya msaada wa kiroho. Ninakutakia wakati mwema, lakini jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii kwa kwanza kupata mafundisho yote yanayotoka katika channel hii. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana. Shalom. Bwana Yesu atukuzwe sana, ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Amani iwe nawe. Ninakusalimu kwa jina linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na ndoto zinazohusu mtu ambaye anaendesha gari alafu likawa limeishiwa mafuta. Katika usingizi wako unaona kwamba unaendesha gari ni la kwako kabisa, lakini kwa namna ya ajabu katika safari yako ukaona kwamba gari hilo ambalo unaliendesha mafuta yameisha kwa ghafla, mafuta hayapo. Sasa ishara ya namna hiyo tunasema kwamba hii huwa inamaanisha kuwa mkwamo wa kiroho au kuto kuendelea mbele na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye mafuta yetu. Sasa ishara ya namna hiyo ukiota, jua kabisa kuna mkwamo wa kimaisha utatokea. Kama ni mchungaji, jua kabisa kuna mkwamo wa kihuduma utatokea. Kama ni mtumishi, jua kabisa kuna mkwamo utatokea sehemu ya aina yoyote inayohusu maisha yako. Na asilimia kubwa waotaji wa ndoto hii huwa inawahusu wale watu ambao wamefarakana na Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu, Roho Mtakatifu ndiye mafuta yetu. Nabii Isaya anasema Roho ya Bwana yu juu yangu kwa sababu amenimiminia mafuta. Manake Roho Mtakatifu ndiye mafuta mwenyewe. Sasa kwenye ndoto ukiota ukiona kwamba mafuta ya gari yameisha alafu upo safarini, manake hapo unaonyeshwa kwamba safari yako hiyo unayoiendea haitaenda sawa katika hali ya kimaisha. Mambo yako mengi yatakwama, mambo yako mengi hayataenda sawa, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa ametoka upande wako. Lakini ndoto nyingine tunasema ukiota ndoto ukiona upo ndani ya gari na viongozi wakubwa kwenye usingizi wako, unaona umelala alafu upo ndani ya gari alafu viongozi wakubwa sana wako upande wako, unaona unaongea nao, unazungumza nao kwenye hilo gari. Sasa tafasiri ya ndoto ya namna hiyo ukiona upo na viongozi wakubwa, manake ni kwamba unaonyeshwa ya kuwa ndani yako kuna kalama ya uongozi. Kalama ya uongozi, au unaona upo na watu wakubwa wa nje ya nchi, manake hapo unaonyeshwa wazi kwamba ndani yako ni kalama ya uongozi ambayo upo nayo. Na hata kama haujawahi kuwa kiongozi mahali popote, haujawahi kuwa kiongozi sehemu yoyote, sasa ukiota ndoto ya namna hii, jua kabisa unaonyeshwa kwamba ndani yako kuna kalama ya uongozi ambayo Mungu ameiweka, na hiyo kalama itaenda kuleta matokeo makubwa siku za usoni. Kwa hiyo hata kama hujawahi kujihusisha na mambo ya siasa, au hata kama hujawahi kujihusisha na mambo ya uongozi ndani ya kanisa, sehemu yoyote ile, lakini ukaota ndoto ukaona unaongea na viongozi ambao ni wakubwa, maana yake hapo unaonyeshwa wazi kwamba ndani yako kuna kalama kubwa ya uongozi. Lakini tunasema ndoto nyingine, ukiota ndoto ukiona umepata ajali alafu dereva akawa anakucheka, yani umepata ajali katika hiyo safari alafu dereva akawa anakucheka kwenye hiyo ndoto yako. Sasa ndoto za namna hii mtaji anapokuwa anaota kwamba amepata ajali alafu dereva akawa anamcheka, dereva akawa anamdhihaki, ishara ya namna hii manake Mungu anakuonyesha kwamba katika safari ya maisha yako uache kuwategemea wanadamu. Katika safari ya maisha yako uache kuwategemea watu. Katika safari ya maisha yako uache kutegemea watu kwamba ndio wakusaidie. Maana hapo unaonyesha kwamba unapowategemea watu hawatakufanikisha, hawatakupeleka
sehemu yoyote ile utajikuta umeanguka vibaya na aibu ikawa upande wako. Kwa hiyo ndoto ya namna hii mwotaji anapokuwa anaiota, maanake ni kwamba Mungu anamuonyesha aache kutegemea wanadamu. Mungu anamuonyesha aache kutegemea akili za kibinadamu. Mungu anataka mtu huyo ategemee akili za Roho Mtakatifu mwenyewe. Na ndoto nyingine tunasema, ukiota ndoto ukiona sisimizi au wadudu wengi kichwani wamejaa, ishara ya namna hii huwa inaashiria mavamizi ya nguvu za giza, unashambuliwa utukufu wako wa Bwana ulio juu yako. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona wadudu aina ya sisimizi, aina ya mchwa, aina ya wadudu mbalimbali wanakuzongazonga kwenye kichwa, wanatembea kwenye kichwa, sasa ishara ya namna hii maana yake unaonyeshwa kwamba kuna nguvu za giza ambazo zinakufuatilia, kuna nguvu za giza ambazo zinakuwinda, lakini pia kuna nguvu za giza ambazo zinazuia utukufu wa Mungu, kwa sababu ukiona nywele zako zinashambuliwa na hao wadudu, maanake hapo unaonyesha wazi kwamba hao wadudu ni ishara ya nguvu za giza, wanakushambulia na wanachokishambulia ni kile kitu kilichoko ndani yako ambacho ni utukufu wa Mungu. Maana yake hapo utukufu wa maombi unakuwa unashambuliwa, utukufu wa ibada unakuwa unashambuliwa, utukufu wa kuwa karibu na Mungu, connection ya wewe na Mungu inakuwa inashambuliwa. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona wadudu wanatembea kwenye nywele zako, wanatembea kwenye kichwa chako, ingia kwenye maombi haraka sana ya utakaso, ingia kwenye maombi ya kushambulia maadui wanaoleta vita katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine pale mwotaji ambapo akaota, tunasema ukiota ndoto ukiona nywele zako zimekuwa nyingi sana, nywele zimestawi, nywele zimekuwa nyingi sana katika kichwa chako. Sasa tafasiri ya ndoto ya namna hii, kuona nywele nyingi zimejaa ndani ya kichwa chako, tunasema ni alama ya kwamba utukufu wa Mungu ni mkubwa kwako. Ukiota ndoto ukiona nywele nyingi zimestawi sana kichwani mwako, ishara ya namna hiyo huwa inaashiria utukufu wa Mungu ni mkubwa sana kwako. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hiyo, maanake Mungu anakuonyesha umesimama sawasawa na Bwana na utukufu wake uko upande wako, na unahitaji kuendelea kunyenyekea zaidi katika maombi, na baraka za Bwana zitakujilia na kukupata. Mungu akubariki. Jambo la kuzingatia, ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo chini ya screen, lakini pia usisahau kulike na kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana. Shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana, ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Amani iwe nawe. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ambalo kwa jina hilo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba yeye pekee ndiye mfalme wa utukufu, Mungu wa milele. Sasa leo nimekuja na hii ndoto ambayo inahusu mwotaji wa ndoto akaona kwamba anaombewa na mchungaji wake. Katika ndoto ukajiona kwamba umelala, alafu mchungaji wako anakuombelea, ukaona kabisa amekushika na kemea, toka, achia vifungo na nini, kwa vile ambavyo unaona kwenye ndoto yako. Sasa kinabii, ukiota ndoto ukiona mchungaji wako anakuombea, ni moja ishara nzuri sana kiroho, ni moja ishara iliyobeba baraka, ni moja ishara iliyobeba uponyaji. Manake ukiota ndoto ukiona mchungaji wako anakuombea, babako wa kiroho anakuombea, ni alama ya kwamba kuna vifungo ulikopo navyo Mungu anaviondoa, kuna magonjwa ulikopo nayo Mungu anayaondoa, kuna roho ambazo zimekuwa zikikutesa kwa muda mrefu, zimekuwa zikikuhangaisha kwa muda mrefu, hapo Mungu anakuonyesha, anafanya operation, anaziondoa. Na tangu hapo utakapoota hiyo ndoto, kama ulikuwa unasumbuliwa na ugonjwa wa kichwa, amka kagua kichwa chako, utakuta kimepona. Kama unasumbuliwa na ugonjwa wa tumbo la uzazi, yani maradhi mbalimbali ambayo yanakusumbua, kansa, pressure, kisukari, utakapotuota ndoto ya namna hiyo, nenda kapime, kacheki afya yako, utakuta umefunguliwa. Kwa sababu gani? Mungu anakuonyesha, alikutembelea na alikuwa anafanya operation katika mwili wako, akawa anafanya operation wa kukutakasa na roho zote za uovu,
na uharibifu, roho za malazi, roho za ushirikina, roho za uchawi. Mungu anakuonyesha alikuwa anakukomboa, anakuponya nazo, na hizo roho anakutoa kwenye hivyo vifungo ambavyo vimekufunga kwa muda mrefu. Lakini tunasema kwamba ndoto nyingine ni pale ambapo muotaji wa ndoto akaota ndoto akaona kwamba anakemewa na mchungaji wake. Yaani kwenye ndoto unakuta pasta wako anakukaripia, kwenye ndoto unakuta pasta wako anakuonya kweli kweli, anakuchukia. Yaani kwenye ndoto unajiuliza kwamba kwa nini mchungaji wangu ni yote ndoto ananichukia namna hii? Sasa mtu ambaye ni hana uelewa wa kiroho anaweza kuhisi huyo baba yake wa kiroho ampendi, kumbe baba yake wa kiroho hayupo kabisa, anamwazia mema, anampenda kabisa, wala hana ila na yeye, wala hana shida na ila. Ukiota ndoto namna hiyo, tunasema kwamba Mungu huwa anapokuja kukutembelea hawezi akaja moja kwa moja kwa sura yake, hawezi akaja moja kwa moja kwa umbile lake, atakuja katika mfumo wa babako wa kiroho, atajitokeza pale. Ndio maana Mungu akamwambia Musa kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaniona mimi akaishi. Kwa Mungu anatumia vitu mbalimbali, na moja ya vitu Mungu anavitumia kujifunua kwa wanadamu ni pale ambapo nakuwa na baba wa kiroho. Na ndio maana tunawaza sana watu wakawa na baba wa kiroho mmoja, sio mtu mwingine. Unakuta yeye mambo ya kanisa, yupo na makanisa zaidi ya 5 zaidi ya 7, ana baba wa kiroho, wote ni mababa. Sasa hiyo ni tatizo. Ni muhimu sana kuwa na baba wa kiroho ili Mungu anapojifunua atajifunua kwa sura ya baba yako wa kiroho. Na ndio maana hata Samuel kwenye Biblia tunaposoma alipokuwa ametokewa na Mungu, Mungu alipokuwa anamuita Samuel akawa anaitika, akawa anaenda kwa baba yake wa kiroho Eli. Anamwambia, baba, uliniita? Eli anamwambia, hapana, nenda akalale mwanangu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, Eli akajua kabisa huyu mtoto anaitwa na Mungu kwa njia ya sauti yangu. Kwa sababu gani? Mungu anajifunua kwa sauti ya baba wa kiroho. Mungu anajifunua kwa sura ya baba wa kiroho. Kwa hiyo ukiota ndoto ukimuona baba yako wa kiroho anakukemea, anakuonya, manake Mungu anakuonyesha kwamba kuna njia ambazo unaziendea ambazo hazipo sawa. Kuna njia ambazo unaziendea ambazo Mungu afurahishwi na njia hizo ambazo unaziendea. Ndio maana ukaona umetokewa kwa sura ya baba wa kiroho, ukaona anakukaripia sana, anakuonya sana. Sasa kiroho manake unaonyesha kwamba connection yako na Mungu haijakaa sawa. Kuna dhambi ambazo umekuwa ukizifanya zimekuwa zikimkasirisha Mungu. Kuna dhambi ambazo umekuwa ukizitenda zimekuwa zikikuweka mbali na uso wa Mungu. Kwa hiyo ukiota ndoto ukimwona babako wa kiroho anakukaripia, anakuchukia, anakukemea, sio ishara nzuri. Unahitaji kurudi kwenye toba, kwa sababu huyo baba wa kiroho Mungu anatumia sura yake kukutokea wewe. Mungu anatumia sura yake kukuhabarisha habari za mambo yako. Kwa hiyo baba wa kiroho anaweza kujifunua katika mfumo mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kukuta babako wa kiroho akatokea kwenye ndoto, ukaona unacheka naye mchungaji wako, unacheka kwa furaha na mchungaji wako. Hasa ishara ya namna maana yake unaonyesha kwamba kuna baraka ambazo zinakujia. Lakini unaona hapo unajiliwa katika hiyo ndoto na baba wa kiroho. Au unakuta ukaona kwenye ndoto babako wa kiroho anapiga magoti, anaomba ndani ya nyumba yako. Zote hizo ni maana hiyo nyumba inahitaji maombi makali, hiyo nyumba inahitaji maombi ya mikesha, hiyo nyumba inahitaji maombi ya kukomboa, ya kuondoa roho za uchawi ambazo zimetumwa kushambulia malango yako. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anajitokeza kujifunua kwako, hawezi akaja yeye mwenyewe direct, atatumia baba yako wa kiroho kujitambulisha kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana ukiota ndoto katika muktadha huo na kalipiwa na babako, manake tengeneza njia zako. Ukiona babako anakufurahia kwenye ndoto, manake kiroho unaenda vizuri. Ukiona unatembea barabara moja na babako, manake hapo unaonyesha kwamba wewe ni mnyenyekevu na mtiifu katika safari ya wokovu, katika huduma, na huduma hiyo huduma yako itabarikiwa sana na utafika mbali sana. Kwa hiyo zote hizo ni ishara za kiroho tunasema. Lakini ishara nyingine ni pale ambapo tunasema ukiota ndoto ukiona unapewa mkataba na unasaini ukawa una hofu. Sasa ishara ya namna hiyo, ukiota ndoto ukiona unakabidhiwa mkataba, unaambiwa bana, huu mkataba ni lazima usaini wewe, huu mkataba ni lazima uambatanishe na majina yako, na ukajikuta kwenye ndoto huo mkataba unausaini, alafu ndani yako una hofu, ndani yako una amani. Hasa ishara ya namna hiyo kinabii tunasema kwamba ni alama ya kuingiza kwenye roho za mikoba, ni alama ya kuingizwa kwenye maagano ambayo wewe mwenyewe hujayalizia. Kwa hiyo kiroho ukishaota ndoto ya namna hiyo, haraka sana unahitaji kuikataa kila mikataba ulioingizwa. Kuna watu leo
wameingizwa kwenye mikataba, walipoota tu ndoto ya namna hiyo wakajikuta mambo yao yakaanza kufa, wakajikuta magonjwa mara kwa mara yanawatesa, wakajikuta kuna fedha ambazo zinakaa kwenye mikono yao, au wakajikuta wanashika fedha lakini hakuna fedha inayoleta maendeleo katika mikono yao. Hasa ndoto za namna hii zimekuwa zikijitokeza sana, lakini shida ni pale ambapo liletewa ndoto uliona kwamba una saini mkataba. Sasa kiroho ukiota ndoto ukiona una saini mkataba, my friend, haina maana nzuri. Unahitaji ushughulikie sana katika maombi, unahitaji usimame nayo sana katika maombi ili Mungu aweze kuleta neema yake ya ushindi katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine ni pale ambapo ukaota ndoto mtu yupo kwenye jeneza, mtu ambaye umemuona kwenye hilo jeneza, au ukajiona ukamuona ni ndugu yako yupo kwenye jeneza, ukaona ni mtoto wako yupo kwenye jeneza, ukaona ni ndugu yako rafiki yako yupo kwenye jeneza. Sasa ishara ya namna hiyo, ukiota ndoto ukiona upo ndani ya jeneza au mtu wako wa karibu yupo ndani ya jeneza, tunasema kwamba tafasiri yake ni kwamba yule uliyemuona kwenye hiyo ndoto unahitaji kumweka kwenye maombi. Kuna roho za umauti ambazo zinamfuatilia, kuna roho za vifo ambazo zinamfuatilia, na hizo mauti zinaweza zikawa ni mauti za ghafla, au akapigwa na magonjwa, akapigwa na vifungo mbalimbali. Lakini pale ambapo uliona umeletewa ndoto ukaona kwamba tunasema ukaota ndoto ukaona unapigwa ukaona jeneza na huyo mtu uliyemuona kwenye hilo jeneza, manake Roho Mtakatifu anakuonyesha muweke sana kwenye maombi, muombe sana ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yake na ndio maana Mungu anasema mtu mbaya nikikutuma kwa mtu mbaya ukamuonye, alafu usipoenda kumuonya, maandiko anasema damu yake nitaitaka kwenye mikono yako. Lakini ukienda kumkanya mtu mbaya na akakaidi, basi ile dhambi itakuwa juu yake. Nakumbuka kuna kakangu mmoja, yeye alikuwa ameshuhudiwa tu ndani yake kwamba hebu ngoja kwanza nitoke niende kwa mtu fulani. Ni kijana alikuwa ni mkata majani, ameajiriwa kwenye nyumba. Huyo kijana sasa kakangu alipokuwa anamuona anateseka, anafanya kazi, analipwa hela ndogo, kijana analipwa 30,000 kwa mwezi, anakata majani, analala hapo, anaamka hapo, na ni kijana anatakiwa ajenge familia, aishi maisha yake. Sasa kakangu ndani yake Roho Mtakatifu akamuhimiza, hebu nenda ukampe habari za wokovu, nenda akamshuhudia okoke, anipokee mimi Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini yule mtu cha ajabu alipoenda, alipomfuata yule mtu, yule kijana alipomfuata, cha ajabu alimpa habari za Yesu, okoka na nini. Yule kijana, sawa nitajifikiria na nini, mimi sijakaa sawa, nikikaa sawa nadhani nitakotafuta tena mtumishi. Basi kakangu akaondoka. Alipoondoka pale, kesho yake akapata habari kwamba yule mtu ameshakufa. Sasa hapo kiroho manake damu yake hadaiwi, asingeenda ndio angedaiwa damu yake. Kwa hiyo damu yake inatakwa na Mungu kwenye mikono yake yule mwenyewe ambaye amekaidi na kupuuza. Kwa hiyo ishara namna hiyo kiroho ipo katika mfumo huo. Pale ambapo kaota ndoto kaona kwamba mtu yupo kwenye jeneza, manake unaonyesha wazi kwamba huyo mtu uliyemuona kwenye hiyo ndoto muweke sana kwenye maombi ili Mungu aweze kuleta neema yake ya ushindi au ya wokovu katika maisha ya mtu huyo uliyemuotea hiyo ndoto. Lakini ndoto nyingine inasema kwamba ukiota ndoto ukiona unakabwa kwenye usingizi wako, kaona unakabwa, ndio kuna mwingine unakuta anaona anaminywa kabisa kwenye ndoto kiasi kwamba anaona hapa mimi ndio nakata roho. Au mwingine anaona kabisa kwenye ndoto anaminywa mwili wote, anashindwa hata kujigeuza, anashindwa hata kugeuka, anashindwa hata kufanya chochote. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho pale ambapo unakuwa unaiona inakuwa haina maana nzuri. Maanake ni kwamba unaonyesha kwamba ulimwengu wa roho kuna vifungo ambavyo uko navyo, au ni mashambulizi ya kiroho ambayo yanakushambulia. 100% inasimama kama mashambulizi. Adui anakufunga kwenye roho za kushambuliwa. Inashambuliwa nafsi yako ya rohoni, inapata tabu, inateseka, inazulumika, inaonewa. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo manake unaonyesha pia watu wengi wanaoota ndoto za namna hiyo za kukabwa, au unakuta anaona kuna jinamizi linatokea linaminya mwili mzima, anashindwa hata kunyanyua kidole, anashindwa hata kutoa sauti kwenye ndoto. Sasa ishara ya namna hiyo manake ni kwamba tunasema Mungu anakuonyesha kabla hujalala, penda kuwa mtu muombaji. Na katika maombi ya usiku kabla ya kulala, hakikisha unaitumia damu ya Yesu. Hakikisha unaitumia damu ya Yesu. Unaomba kupitia damu ya Yesu.
Mwambie Yesu, ninajifunika kwa damu yako. Ninapoenda kulala nakataa kila ndoto mbaya, nakataa kila majinamizi, nakataa kila mizuka na misukule na uchawi na ushirikina ambao unanifuatilia kwenye ndoto. Kwa hiyo ukishaomba, kisha funga ile milango ya ndoto mbaya, utakuta unaota ndoto nzuri, ndoto za utulivu, ndoto zilizobeba baraka na ushindi na mafanikio katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona upo na rais unaongea naye katika ndoto, pale ambapo ukaona unaongea na rais, ukaona unaongea na viongozi masuperstar na kwenye usingizi wako. Sasa ishara ya namna hii kiroho, ukiota ndoto ukiona unaongea na rais, tunasema kwamba ni moja ya ishara nzuri. Maana Mungu anakuonyesha nyota yako ni nyota ya wakuu, ni nyota ya watu wakubwa. Uhitaji kujidharau, uhitaji kujipuuza, uhitaji kujiona ni wa kawaida, uhitaji kujikataa, kujitazamia mabaya, kujinenea mabaya. Hata kama unaishi Madongo Kuinama, hata kama unaishi kijijini porini, Mungu anakuonyesha hatima yako wewe ni kubwa. Mungu anakuonyesha hatima yako ni kubwa. Acha kujidharau. Huko Mungu atatuma utukufu wake. Hata Daudi pia alikuwa ni mchunga kondoo porini, lakini Mungu ulipofika muda wa kumwita Daudi amketishe na wakuu, alifuatwa kule porini. Kwa hiyo nami ninaamuru pale ambapo ukaota ndoto hii, kule uliko Mungu akakuinue na akakustawishe zaidi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa ukiota ndoto unaongea na viongozi wakubwa, ukiota ndoto ukiona unaongea na rais, ni moja alama nzuri sana kiroho. Ni moja alama iliyobeba baraka, ushindi na mafanikio katika maisha yako. Lakini ukiota ndoto ukiona unakimbizwa na wanajeshi, ni alama ya kukimbizwa na mapepo au majini au mizimu. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona unakimbizwa na wanajeshi, wamevaa sare za kijeshi, wanakukimbiza. Sasa ishara ya namna hii maana yake unaonyesha kwamba ni majeshi ya kichawi, au ni majeshi ya kishirikina hayo, au ni majeshi ya kiganga hayo, au ni majeshi ya mizimu hayo. Kwa unapokuwa unaota ndoto unaona unakimbizwa na wanajeshi au na mapolisi kwenye ndoto, jua kabisa ni sekta ya kichawi. Kuna mapolisi wa Mungu, kuna mapolisi wa shetani. Sasa ukiota ndoto ukiona unakimbizwa na mapolisi hao, jua kabisa kwamba kuna namna ulimwengu wa roho, majeshi ya kuzimu yapo karibu na wewe, yanakufuatilia ili kuharibu hatima ya maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyokuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Na kutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana, ndugu mpendwa wa mfuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Yosia TV. Amani iwe nawe. Ninakusalimu kwa jina takatifu, jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na hizi ndoto ambazo zimekuwa zikiwasumbua watu wengi sana, zikiwatesa watu wengi sana katika usingizi wao, pale ambapo mtu unakuta amelala alafu analetewa ndoto za namna hii. Na moja ya ndoto ambayo imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana, unakuta mtu pale ambapo akaona kwamba amelala usiku alafu kwa namna ya ajabu yupo kwenye nyumba ambayo aliwahi kuishi zamani, yani nyumba ambayo uliwahi kupangaga zamani, pengine ukaja kuhama hayo mazingira ukapata sehemu nyingine ya makazi, lakini bado kwenye ulimwengu wa ndoto unaona unajiota upo kwenye mazingira yale ambayo ulikuwa umewahi kukaa au ambayo ulikuwa umewahi kuyaishi zamani. Sasa kinabii, ndoto ya namna hiyo manake inakuwa imebeba taarifa, inakuwa imebeba ujumbe. Hauhitaji kuizalau hiyo ndoto, kwa sababu ukiota ndoto ukiona kwamba upo mazingira mengine alafu nyumba ambayo uliwahi kuishi zamani ndio unakuta unaota hiyo ndoto na unakuta unaishi bado hapo. Hasa kiroho tunasema kwamba tafsiri yake maanake unaonyesha kwamba hiyo nyumba ina maagano na wewe, ina maagano na wewe. Na tunasema bali na maagano manake inaweza ikawa inaashiria pia kwamba mahali ambapo ulikuwa unakaa hapa na vifungo vya kichawi, manake unaonyesha kwamba nafsi yako imefungwa katika makazi hayo ambayo ulikuwa unayakaa.
Manake ni kwamba roho yako inakuwa imefungwa katika nyumba hiyo ambayo ulikuwa unaishi zamani. Kwa hiyo kinabii ukiota ndoto ya namna hiyo, elewa kabisa kwamba Mungu anakuonyesha nafsi yako ipo upande mwingine kule ambako umetoka. Hata kama unaishi sehemu nyingine, hata kama umejenga nyumba yako, umepata makazi mengine, kiroho ukiota ndoto upo nyumba ambayo uliwahi kupanga zamani, ambao umesha toka, na ni muhimu sana utakiwe kuota tena mazingira hayo. Sasa kinabii ukiota ndoto upo mazingira hayo, manake unaonyesha wazi kwamba hayo mazingira yamebeba vifungo vya maisha yako. Manake hiyo nyumba unaonyesha pengine ilikuwa ina roho za mazindiko, manake mwenye nyumba alizindika kuwafunga wapangaji. Manake mwenye nyumba alizindika, aliweka mazindiko kuwakamata wapangaji wa hiyo nyumba ili wachukuliwe misukule, wachukuliwe nyambuda, wachukuliwe ruhara. Sasa kiroho ukiwa unaona ishara ya namna hiyo, manake unaonyeshwa wazi kwamba komboa nafsi yako. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona umerudi ulikozaliwa kijijini kwenu. Hasa ndoto ya namna hii inaweza ikawa imebeba maana mbili kinabii. Ukiota ndoto ukiona umerudi kijijini ambako umezaliwa, ambako umekulia. Sasa kinabii ukiota ndoto ukiona upo mazingira ambayo umekulia zamani, upo mazingira ambayo umewahi kuyaishi zamani, ambako umewahi kuzaliwa. Sasa inaweza ikawa inaashiria kwamba ni roho za kimizimu zipo karibu na wewe, zinakufuatilia. Mbali na roho za kimizimu, inaweza ikawa inatafasiri kwamba ni roho za kurudishwa nyuma. Leo kumekuwa kuna shida, watu wanaishi Canada, wanaishi Marekani, wanaishi Ulaya, wanaishi mabara ya Asia huko, lakini kiroho wanajikuta wapo Bukoba walikozaliwa. Kiroho wanajikuta wapo Geita walikozaliwa. Kiroho wanajikuta wako Mwanza walikozaliwa. Kiroho wanajikuta wako Mbeya walikozaliwa. Kiroho wanajikuta wako Bukoba walikozaliwa au Kigoma walikozaliwa. Hasa kinabii ishara ya namna hiyo, manake unaonyesha wazi kwamba ni mizimu au roho za kurudishwa nyuma au mizimu inakuita. Sasa ndoto ya namna hii katika maombi yako, hakikisha unashambulia pande kuu mbili. Pande ya kwanza kuzipiga roho za mizimu. Upande wa baba itategemea kama umeota upo upande wa baba yako au upande wa mamako, shambulia, manake mizimu ya upande wa baba inakufuatilia kwa ukaribu sana. Kama ukaota ni upande wa mama, shambulia, manake upande wa mama hiyo mizimu inakufuatilia kwa ukaribu sana. Kwa hiyo pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo kinabii, manake ni roho ya mizimu inakuita au ni ishara ya kurudishwa nyuma. Na sasa katika maombi yako pia kataa roho za kurudi nyuma. Na unakuta mtu mwingine yuko mataifa ya mbali, yuko ughaibuni, alafu ikisha kuja tu ndoto ya namna hiyo, taanza kuona mawazo ya kuanza kurudi nyumbani yanakuja. Roho ya kukata tamaa, anaanza kuchukia alipo, anaanza kupachukia hapo Ulaya, anaanza kupachukia hapo Marekani, anaanza kupachukia hapo China, anachukia kabisa mazingira, anajisikia ndani yake shauku ya kurudi nyumbani. Hasa ishara ya namna hiyo maana yake ni kwamba hiyo ndoto ilikopo inakutafsiria kwamba inakujuza kwamba kuna roho ya kurudishwa nyuma imetumwa kwako, na hiyo roho kwa sababu imetumwa kwako imebeba matokeo mabaya katika maisha yako. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, haraka sana kataa roho za mizimu, haraka sana kataa roho za kurudishwa nyuma, ziharibu, zisambaratishe, jitenge nazo ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba kuota ndoto upo ofisi au eneo la kazi ambalo ulikuwa umewahi kufanya kazi zamani. Sasa ishara ya namna hiyo kinabii, unakuta mtu anaota ndoto, anaona bado yupo kwenye ofisi ambayo ameshafanya kazi, ameshaacha, bado yupo kwenye ofisi ambayo yupo sehemu ambayo kwenye ndoto zake anaota ndoto yupo sehemu ya ofisi ambazo alikuwa amewahi kufanya kazi. Sasa kinabii ndoto ya namna hiyo maana yake unaonyesha kwamba nafsi yako, nyota yako bado inatumikishwa kwenye ile ofisi. Ile ofisi ilikuwa ina maagano ya uchawi, ilikuwa ina maagano ya uganga. Sasa yale maagano yanapelekea kuona kwenye ndoto zako bado upo pale unafanya kazi, bado upo pale unaamrishwa na mabosi na wakubwa. Manake kiroho ukiota ndoto ya namna hiyo, ingia kwenye maombi, amlisha nyota yako iliyoibiwa iweze kurejea.
amrisha nyota yako iliyoibiwa iweze kukurudia, kwa sababu pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo inakuwa ina maana nzuri kiroho. Maana yake ni kwamba ni ndoto iliyobeba roho za kuibiwa nyota. Umeibiwa nyota, maana yake unaonyesha roho ni wewe ni kopo. Ndio maana tangu ulipoacha hiyo kazi umekuwa na roho ya kukataliwa. Yaani kila maombi unakopeleka hayakubaliwi, kila kazi unayotaka kufanya haikubaliki. Kwa sababu gani? Kwa sababu kiroho uliota ndoto, uliona kwamba tunasema uliota ndoto, uliona bado unafanya kazi ambayo ulishaifanyaga zamani au ambayo ulikuwa umeshaiacha zamani sana. Kwa pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo inakuwa haina maana nzuri, na unahitaji usimame nayo katika maombi na kuishughulikia ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukimuona ex wako kwenye ndoto, sasa ishara ya namna hii inakuwa imebeba maana kubwa sana kiroho. Pale ambapo kaota ndoto kamuona ex wako ambaye ushawahi kuwa naye kwenye mahusiano, sasa ishara ya namna hii tunasema kwamba kama ni mtu wa kwanza, manake ni kwamba unakuwa unajulisha kwamba kuna agano la damu. Lakini kama ni mtu wa pili, tunasema kwamba ni agano ambalo uliwahi kulifanya. Ukiota ndoto ukimuona ex wako kwenye ndoto ambayo ushawahi kuachana naye kinabii, sasa ndoto ya namna hii manake unaonyesha wazi kama ni mwanaume wako wa kwanza kulala naye, manake ni agano la damu linapiga kelele. Kama ni mwanamke wako wa kwanza kulala naye, manake ni agano la damu linapiga kelele. Lakini kama ni mtu ambaye ushawahi kuwa naye tu kwenye mahusiano, umetembea na wanawake 3-4, umetembea na wanaume 3-4, alafu yule mwanaume wako wa mwisho uliachana naye anakusumbua kwenye ndoto, anakutokea mara kwa mara, anakutokea masaa zote, na unajiuliza kwamba kwa nini nimuote mara zote ananitokea katika ndoto zangu. Sasa kinabii ndoto ya namna hiyo manake ni kwamba kuna viapo mlikula kwamba mimi na wewe hatutakuja kuachana, mimi na wewe ni kufa na kuzikana, mimi na wewe yani mimi kwa kweli yani nitakuwa na kutokea hadi kwenye ndoto utakaponiacha. Kuna namna moyo wako ukumpa nafasi Mungu, ukampa nafasi hiyo mwanaume, ukampa nafasi hiyo mwanamke. Sasa ndio maana inapelekea unaona kwenye ndoto anakutokea. Kwa sababu gani? Ni viapo ambavyo ulikula naye, ni maagano ambayo uliingia naye. Na kuna wengine wakuta wanachanjiana mpaka damu, wamependana inafika hatua wanachanjiana mpaka damu, wanachanjiana, wanagusanisha pale. Sasa ishara ya namna hiyo manake ni kwamba ni maagano ambayo unaingia, ambayo yatakupa shida mtakapokuja kuachana. Mtu pekee ambaye unatakiwa kufanya naye agano la kweli ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtu pekee ambaye unatakiwa kufanya naye agano la kweli ni mume wako, ni mke wako, agano la ndoa. Hayo ndio maagano ambayo yanatakiwa katika maisha yako, na sio maagano ya uchumba huko mnaokotana tu, hamna hata miezi mitatu ndio mmeshafungamana maagano, mmeshachunguzana, mmeshalalana, alafu ndo mnakula na viapo. Hiyo ni laana hiyo. Ndio maana mnatokeana kwenye ndoto. Ndio maana mnatokeana kwenye ndoto, ndio hayo matatizo yanakutokea. Tangu umeachana naye, yani ni kama una roho ya kukataliwa. Hakuna mwanaume anayekuchumbia, hakuna mwanaume anayekutongoza. Kila mwanamke ukianza naye mahusiano hayadumu hata wiki. Kwa sababu gani? Ni vile viapo mlivyokula vya kimahusiano. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo ukaona ishara ya namna hiyo kinabii, shughulikia, vunja hizo roho. Sasa namna kujitenga na hizi ndoto, na imekuwepo ikiwasumbua watu wengi sana. Kuna watu leo wameolewa, wana miaka 3 kwenye ndoa, wana miaka 5, lakini bado ex wake anamrudia kwenye ndoto. Anajiuliza, mwanaume nishaachanaga naye muda, huyu mwanamke nishaachanaga naye muda, kwa nini ananijia kwenye ndoto zangu mpaka leo? Manake kuna agano linapiga kelele. Na ndio hapo unakuta sasa, pamoja na kwamba mmeachana miaka mingi, siku tu mkishaonana sura zenu bado ni kama asina chanya inalipuka. Inalipuka, unajisahau kama umeolewa, unajisahau kama umeoa. Kwa sababu gani? Kuna viapo mlikula. Ndio hapo unakuta mnakubali hata ndoa zenu, mahusiano yenu yafe ili mrudiane tena ninyi. Ni nini kinachorudisha? Ni vile viapo. Ni nini kinarudisha? Ni yale maagano. Ni nini kinarudisha? Ni vile vifungo mlivyojifunga nafsi zenu. Kwa hiyo ni muhimu sana pale unapokuwa kwenye mahusiano na mtu, mnapochunguzana, usiwe ni mtu wa kujimaliza kwamba ni wewe peke yako wakufa na kuzikana. Kwa kweli mimi nitakunywa sumu utakaponiacha. Ya nini yote hayo? Ya nini yote haya kama sio kujitesa na kujisumbua? Kwa ishara ya namna hii inakuwa ina maana nzuri. Sasa namna kujinasua katika vifungo vya namna hii, tunasema kwamba hakikisha unakuwa ni mtu
wa maombi. Ikiwezekana kama unaweza kufunga siku 3 kavu, ingia kufunga siku 3 kavu. Kama una matatizo kidogo ya kufunga na kuomba, manake unaweza tu ukaingia kwenye mafungo ukawa unafuturu jioni, unakunywa uji wako pale safi, lakini kisha unadili na siku 3. Namba 3 kibiblia ni namba ya ushindi, ni namba ya ukombozi, ni namba ya ufufuo. Kwa hiyo unapoingia kwenye hayo maombi, hakikisha una target kuvunja vile vifungo vya nafsi pale ambapo umeambatanishwa na ile nafsi inayokutesa mpaka inakutokea kwenye ndoto. Hakikisha unaikataa, hakikisha unaisambalatisha na kuiharibu, ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Kwa hiyo pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, inakuwa imebeba maana nzuri sana kiroho, na uhitaji kuidharau, hauhitaji kuipuuza, unahitaji kusimama nayo katika maombi. Na jambo lingine sasa, ukiweza na unapokuwa kwenye hayo maombi, hakikisha unachukua hayo majina ya mtu wako ambaye mliwahi kuachana zamani, au kizazi cha leo nasema ex wako, unachukua ile majina yake, yaweke kwenye Biblia, yaweke kwenye Biblia pale katikati. Unaingia kwenye maombi, unavunja yale maagano, unajinasua, unajitoa kabisa. Alafu kisha maliza mafungo yako ya hayo maombi, hiyo siku ya 3 sasa chukua kiberiti, washa moto, nasema Mungu, kama vile ambavyo ninavyoteketeza hili jina kwenye hili karatasi, ndivyo ambavyo nateketeza muunganiko wangu baina yangu mimi na yeye kwenye hiyo ndoto, kwenye ndoto zangu. Tangu hapo utajiona upo shwari na hautakuja kumuota tena kwenye ndoto zako. Maandiko yanasema, na kumbukumbu zenu, nasema mtakapoingia kwenye nchi ambayo mnaenda kuimiliki, hakikisheni mnabomoa madhabahu zao, hakikisheni na kumbukumbu zao mnazifutilia mbali. Manake hapo ulipoingia kwenye mahusiano mapya, ni yale makumbukumbu ya zamani inatakiwa yafutilie mbali. Utakapochuma tu ile karatasi, utaona moyo wako umeachia, hautakuja kumuona tena kwenye hizo ndoto zako ambazo zimekuwa zikijirudia katika mahusiano ambayo umewahi kuwa nayo. Lakini tunasema kwamba ukiota ndoto, ukiona mtumishi anakupaka mafuta au anakumiminia mafuta kwenye ndoto, pale ambapo ukaota ukamuona mtumishi anakumiminia mafuta kwenye usingizi wako, sasa ishara ya namna hii kiroho, manake unaonyeshwa wazi kwamba ndoto kama hii ni ndoto iliyobeba baraka, ni ndoto iliyobeba mafanikio. Manake Mungu anakuonyesha, anakumiminia mafuta ya utumishi, anakumiminia mafuta ya utume, anakumiminia mafuta ya uchungaji, anakumiminia mafuta ya unabii. Manake hapo ni Mungu mwenyewe anakuonyesha amekuchagua uingie kwenye kazi yake, uifanye kazi yake. Na utakapoota ndoto ya namna hii, sasa jambo la kuzingatia, unahitaji uanze kusimama katika utakatifu sana, maombi sana, ibada sana, mifungo sana, mikesha sana, kuwa karibu na mchungaji wako sana, ili akupe siri za Mungu, ili uweze kujua njia za Mungu na vile ambavyo zinaenda kiroho. Kwa hiyo ni ndoto ambayo pale ambapo nakuwa naiona inakuwa imebeba baraka za mfumo huo. Hauhitaji kupuuza ndoto hizo, hauhitaji kudharau, kwa sababu ni ndoto ambazo zinakuwa zimebeba baraka, zimebeba mafanikio makubwa sana katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, unaweza kutufuata WhatsApp kwa ajili ya msaada zaidi wa kiroho. Ninakutakia wakati mwema. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ndugu mpendwa mfuatiliaji wetu wa chaneli hii ya Yosia TV, amani iwe nawe. Ninayezungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Ninaomba fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hichi cha tafasiri za ndoto na maana zake, na Mungu atakubariki sana. Leo watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa sana na mafumbo ya ndoto. Leo watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa sana na shida za ndoto. Mtu unaota ndoto lakini hauelewi hizi ndoto zimebeba maana gani, hauelewi hizi ndoto zimebeba ujumbe gani kinabii. Sasa niko hapa kukupa maelekezo ya wazi kabisa, maelekezo yasiyokuwa na mafumbo ya aina yote katika ndoto zako ambazo
umekuwa ukiziota. Na moja ya ndoto ambayo imekuwa ikiwatesa leo watu wengi sana, tunasema kwamba ni pale ambapo muotaji wa ndoto anaota ndoto, anaona kwamba amezaa mtoto. Mwanamke unaota umezaa mtoto, alafu huyo mtoto akazaliwa na meno. Huyo mtoto akazaliwa na meno kabisa, ni kwenye ndoto. Sasa na unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto nione nazaa mtoto mwenye meno? Kwa nini niote ndoto nione nazaa mtoto mwenye meno? Sasa kinabii, ishara ya namna hiyo, unapokuwa unaota ndoto unaona umezaa mtoto ambaye ana meno kabisa, tunasema kwamba ni tafasiri yake ni kwamba unaonyesha wazi kwamba hiyo mimba ni mimba ya majini, au hiyo mtoto uliyemzaa katika hiyo ndoto ni mtoto wa majini, sio mtoto wa kibinadamu. Ndio maana unakuta watu wengi wanaota ndoto wanazini kwenye ndoto. Yule unayezini naye, manake hapo kuna namna anaachilia uzao wake ndani yako. Ndio hapo unakuta unazaa mtoto mwenye ambaye ana meno kabisa. Sasa ishara ya namna hiyo yupo katika mfumo huo. Kwa hiyo katika maombi yako ukiota ndoto ya namna hiyo, hakikisha unakataa roho za kutumikishwa na majini au roho za kuingiliwa na majini au kuangamiza uzao wa majini katika nyota yako iliyokuwa imeibiwa na hayo majini, yakaanza kuleta madhara au maafa katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona umezaa mtoto mkubwa anaongea, pale ambapo kwenye ndoto unakuta umezaa mtoto hapo hapo, amezaliwa hapo hapo, amekuwa hapo hapo, anaongea hapo hapo, anafanya utundu hapo hapo, unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto nione kwamba nimezaa mtoto ambaye anaongea na ni kwenye ndoto. Sasa kinabii, ukiota ndoto ukimuona mtoto wako aliyemzaa hapo akawa anaongea, pia huyo mtoto anakuwa sio mtoto wa kibinadamu, ni mtoto wa majini au ni mtoto wa kipepo huyo. Kwa kiroho ukishaota ndoto ya namna hiyo, hakikisha unakataa roho za mapepo, kukataa roho za uzao wa kichawi, roho za uzao wa majini ambao unakuwa umetupiwa au ambao unakuwa unatenda kazi katika maisha yako ambayo umekuwa ukiishi katika ulimwengu wa roho. Lakini pia ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona unakimbizwa na nyuki, pale ambapo kaota unakimbizwa na nyuki ni alama tunasema kwamba ni alama ya mizimu kiroho. Mizimu hiyo inakuwa inakufuatilia mizimu, lakini pia ni roho ya vizuizi vya hatima yako. Manake ni kwamba unaonyesha kuna mafanikio makubwa ambayo unatakiwa yapate, kwa sababu tunajua kabisa nyuki huwa anatengeneza asali. Hasa kiroho kiota nyuki anakokimbiza ni alama mizimu, ni alama ya uchawi inayozuia kupata lile jambo lako jema ambalo unataka kulipata. Manake lile jambo lako kubwa zuri lenye ushuhuda mkubwa, adui analizuia, wachawi wanalizuia kiroho. Kwa hiyo unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, inakuwa imebeba zuio la hatima. Kwa hiyo hakikisha katika maombi yako unapambana na roho zinazokuzuia katika hatima yako, zinazokuzuia katika maisha yako, ili Mungu aweze kuleta baraka zake na neema yake ya ushindi katika maisha yako. Lakini muotaji wa ndoto tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona nyumba yako imezungukwa na siafu wengi sana, katika usingizi wako kaota ndoto masiafu wengi sana wamezunguka nyumba yako, masiafu wengi sana wamejaa katika malango ya nyumba yako. Sasa hiyo ni alama ya mashambulizi ya uchawi, ni alama ya mashambulizi ya uchawi au ya ushirikina. Pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, siafu wengi wanaanza kutafuna, wanafanya uharibifu, wanatafuna vyombo, wanatafuna mbao zako, hiyo ni alama ya uharibifu wa kichawi hiyo. Uchawi manake umeingia ndani yako au ndani ya nyumba yako, uharibifu unaanza kufanya kazi kinabii pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Na ni muhimu sana pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo kusimama nayo katika maombi, ili Mungu aweze kuleta neema yake ya ushindi au ya wokovu, ya baraka katika maisha yako. Lakini ukiota ndoto ukiona unaendesha gari la kifahari, pale ambapo muotaji akaota ndoto akaona anaendesha gari la kifahari, gari ambalo ni zuri, Rolls, Malenji, sasa ishara ya namna hiyo kiroho ni alama moja kubwa sana iliyobeba baraka kwa muotaji wa ndoto hiyo. Kwa ukiota ndoto ukiona unaendesha gari la kifahari, mshukuru sana Mungu, manake hapo unaonyesha kwamba kuna mafanikio makubwa yako ndani yako, au una hatima kubwa ulioibeba. Kuna baraka kubwa ambazo zinakuja zitapelekea wewe kupata mafanikio makubwa. Lakini pia kama ulikopo na uhitaji kweli wa kupata gari, unaonyesha kwamba kile kizuizi cha hatima yako cha hilo gari ambalo unataka kununua kimeachiliwa. Ndio maana ukaota ndoto ya namna hiyo kwamba
umeweza kununua gari. Lakini ukiota ndoto ukiona upo chumba cha mtihani lakini hauoni, hiyo ni alama ya kuwa adui anakuzuia unapotaka kupiga hatua mpya. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona wewe ni kipofu, unashindwa kuona, kutazama ubao. Sasa kinabii ishara namna hiyo, maana adui anakuonyesha wazi kwamba hatua mpya ambayo unataka kuipiga, hatua mpya ambayo unataka kuingia ni hatua ambayo anaizuia, hatua ya majira mapya. Adui anaizuia kiroho pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa unaota ndoto za namna hiyo ukazishughulikia katika maombi, ili Mungu aweze kuleta neema yake ya ushindi na baraka katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Mpendwa mfuatiliaji wa channel hii ya Yosia TV, amani iwe nawe. Ninakusalimu kwa jina takatifu, jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na baadhi ya tafasiri za ndoto ambazo zimekuwa zikiwasumbua watu wengi sana katika ndoto zao, na tunasema kwamba moja ya ndoto ambayo imekuwa ikiwatesa watu wengi sana nyakati za leo ni pale ambapo mtu unakuta anaota ndoto, anaona kwamba yupo gerezani. Sasa ndoto ya kuota upo gerezani kinabii inakuwa haina maana nzuri sana, na ndoto hii inaweza ikawa imebeba maana moja ama mbili ama tatu, lakini muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hii kujiona kwamba upo gerezani, tunasema kwamba hakikisha unasimama katika maombi, na maombi hayo ni maombi ya kujinasua katika hiyo roho ya gereza, kwa sababu ukiota ndoto ukiona upo gerezani ni alama kwamba umechukuliwa mateka. Umechukuliwa mateka na nguvu za giza, umechukuliwa mateka na nguvu za kichawi, umechukuliwa mateka na nguvu za kimizimu. Maana yake ni kwamba kuna roho za maadui ambazo zimekuchukua mateka na zinatenda kazi katika maisha yako pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo kiufupi inakuwa ndoto hiyo haijabeba maana nzuri, na ni muhimu sana ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota hakikisha unasimama nayo katika maombi, kwa sababu ni roho ya umateka. Manake ni kwamba unaonyeshwa kwamba nafsi yako imechukuliwa mateka, roho yako imechukuliwa mateka, mwili wako unakuwa umechukuliwa mateka. Sasa ishara ya namna hiyo ni alama ya kuchukuliwa mateka kiroho, lakini pia tunasema kwamba ni tahadhari katika jambo ambalo unataka kulifanya pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Manake unapewa tahadhari kwamba unataka uingie kwenye hayo mahusiano na huyo binti, chukua tahadhari, unaweza ukawa mateka wake. Unataka uingie kwenye mahusiano na huyo mwanaume, chukua tahadhari, unaweza ukachukuliwa mateka. Mateka wa nafsi, mateka wa fikra, manake hapo unakuwa umetawaliwa. Sasa ishara ya namna hiyo unapokuwa unaletewa ndoto katika mfumo huo, manake ni roho ya mateka inakuwa inatenda kazi katika maisha yako. Au mwingine unaweza tu kujikuta unaota ndoto namna hiyo, alafu kuna kazi ulikuwa unataka uipate, mfano ajira, unataka kuajiriwa, alafu ukaota ndoto ukaona kwamba umechukuliwa mateka. Sasa manake hapo kiroho unaonyesha wazi kwamba huko na kuelekea nafsi yako itachukuliwa mateka. Au mtu mwingine anajiandaa kwenda safari, atoke safari aende mkoa au aende taifa fulani, alafu akaota ndoto akaona yupo gerezani. Sasa ishara ya namna hiyo maana ni kwamba hali unaenda kuikanyaga unaenda kuwa mateka wake, hali unaenda kuikanyaga unaenda kutawaliwa na hizo roho za ardhi au hiyo mizimu ya hayo mazingira. Kwa hiyo ndoto ya namna hiyo inakuwa ipo katika mfumo wa namna hiyo kiroho. Lakini pia ishara hiyo pia inaweza ikawa ni tahadhari katika mwili, manake hapo unakuwa unatahadharishwa kimwili pia kukataa roho za kufungwa gerezani. Mtu unapoota ndoto ya namna hiyo unaweza ukatungiwa kesi ya aina yoyote, unaweza ukatungiwa jambo la aina yoyote, alafu ikapelekea ukajikuta upo mikononi mwa serikali, ukajikuta upo mikononi mwa magereza,
ukajikuta umefungwa. Sasa ishara ya namna hiyo pale ambapo unaiota, hakikisha unasimama nayo katika maombi ya nyanja tatu. Moja, kukataa mateka wa nafsi yako au roho yako. Pale ambapo unakuwa umeota ndoto ya namna hiyo, hakikisha unasimama katika maombi, manake hapo nafsi yako inakuwa imefungwa. Lakini pili, hakikisha kwamba unasimama katika maombi juu ya mahusiano mapya ambayo unataka kuyaingia, manake ni tahadhari katika roho kwamba nafsi yako utakapoingia na huyo mahusiano na huyo mtu, anaweza kawa anatumia nguvu za giza, nguvu za uchawi, nguvu za ushirikina ili kuiteka nafsi yako uwe mateka wake, kwa sababu kuna watu leo walijikuta wameingia kwenye mahusiano ya watu hata ambao hawakuwapenda, watu ambao hata mioyo yao ikufunguka kwa ajili yao. Kwa sababu gani? Walipoletewa ndoto ya namna hiyo, walipodharau, kumbe huyo mtu anatumia nguvu za ushirikina, akajikuta nafsi yake tu imetokea kumpenda ghafla, kakubali kuolewa naye, kuanza naye maisha, alafu mwisho wa siku yale madawa yalipoisha, yakaisha madawa alipokuwa amefikisha umri wa miaka kama alipomzaliwa mwanaume watoto 4 5, ndo ana akili yake inafunguka kwamba imekuaje nimezaa watoto wote hawa na huyu mwanaume nilikuwa sijampenda, huyu mwanaume nilikuwa simuhitaji. Ni kwa ajili gani? Ni kwa sababu ulimwengu wa roho uliamua nafsi yako ilichukuliwa mateka, ndio maana ukajikuta upo katika anguko la namna hiyo. Lakini pili, tatu, hakikisha unasimama katika maombi ya kukataa roho za gereza katika mwili, kukataa roho za kufungwa, kukataa roho za kucheleweshwa katika mwili, kwa sababu ishara ya namna hiyo inakuwa haina maana nzuri kiroho pale ambapo unakuwa unaletewa ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimama nayo katika maombi pale ambapo muotaji ukaota ndoto ya namna hiyo. Lakini ishara nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona unamwagiwa maji machafu kiroho, unaona kwenye ndoto yako, unaona mtu anakumwagia maji machafu kabisa unamwagiwa. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, ukiota ndoto ukiona mtu anakumwagia maji machafu, tunasema ni alama ya kuchafuliwa, kutupiwa roho ya nuksi, roho ya mikosi. Pale ukaona mtu kwenye ndoto anakumwagia maji machafu. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo kiroho tunasema hakikisha unasimama katika maombi, kwa sababu hizo ni roho za nuksi, unakuwa unatupiwa roho za mikosi, unakuwa unatupiwa roho za kukataliwa, unakuwa unatupiwa roho za chuma ulete, unakuwa unatupiwa. Kwa sababu ukiota ndoto ukiona unatupiwa, unamwagiwa maji machafu kinabii, ni alama ya kutupiwa roho za mikosi, roho za kukataliwa, roho za kichawi, za kishirikina kiroho, pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo inakuwa haina maana nzuri katika ishara ya kinabii pale ambapo muotaji unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Lakini pia ni ishara ya kwamba unaibiwa nyota yako, au ni alama ya kuibiwa nyota au kuchafuliwa nyota yako. Manake hapo ukiota ndoto unamwagiwa maji, manake nyota yako inakuwa inapata madhara kiroho, nyota yako ya kushika fedha, nyota yako ya kibali, nyota yako ya kustawi, nyota yako ya kuongezeka, nyota yako ya kukua, nyota yako ya kumiliki mambo makubwa, nyota yako ya utajiri. Manake hapo unaonyesha wazi kwamba inaibiwa au inanajisika. Kwa hiyo katika ishara ya namna hiyo hakikisha unasimama katika maombi ya nyanja kuu mbili. Moja, kukataa roho za mikosi, roho za kukataliwa, roho za magonjwa, roho za uharibifu katika biashara, roho za uharibifu katika mikono yako. Kwa hiyo Mungu alimuumbia pia mwanadamu katika mikono. Ukiangalia mikono yako, kushoto kuna vidole 5, lakini pia kulia kuna vidole 5. Ukijumlisha vyote unapata vidole 10, na namba 10 kibiblia ni namba ya amri 10 za Mungu au mamlaka. Neno amri manake mamlaka. Kwa hiyo umeamriwa umiliki fedha katika mikono yako, umiliki mali katika mikono yako, umiliki baraka katika mikono yako, umiliki utajiri katika hiyo mikono yako. Lakini adui anachokifanya anaitia unajisi. Ndio maana unaota ndoto unaona unamwagiwa maji machafu. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona unamwagiwa maji machafu kinabii, inakuwa ina maana nzuri kiroho, maana yake ni roho za chuma ulete au roho za uharibifu unakuwa umetupiwa. Kwa ni muhimu sana pale ambapo ukaota ndoto za namna hiyo kuhakikisha unasimama nazo haraka sana katika maombi, kwa sababu zinakuwa hazijabeba maelekezo mazuri au hazijabeba maana nzuri kinabii pale ambapo muotaji wa ndoto unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Lakini
Ishara nyingine tunasema hakikisha unaombea nyota yako ikae sawa, nyota yako ikae safi katika mfumo ambao Mungu anakuwa amekusudia yeye mwenyewe. Lakini ishara nyingine kiroho tunasema ni pale ambapo mwotaji wa ndoto ukaota upo chini ya shimo. Sasa ishara ya namna hiyo, ukiota kwamba upo chini ya shimo kinabii au kiroho, maana yake hapo unaonyesha wazi kwamba umechukuliwa mateka. Pia kinabii, ukiota ndoto upo shimoni, unaomba msaada, unaita watu wakusaidie, unaita watu wakutoe kwenye hayo mashimo, lakini ukajiona unashindwa. Sasa ishara ya namna hiyo kinabii ni alama ya kuchukuliwa mateka, na umateka huo ni umateka mbaya sana kiroho, na umateka huo ni umateka wa kutokuonekana, ni umateka wa kibiashara, umateka wa kiuchumi, umateka wa kimaendeleo. Maana yake hapo unaonyesha wazi kwamba nafsi yako imechukuliwa mateka, unaonyesha wazi kwamba roho yako imechukuliwa mateka. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo kinabii, ukazishughulikia katika maombi au ukasimama nazo katika maombi. Lakini kuota ndoto ukiona umekufa kinabii. Sasa ishara ya namna hiyo kinabii pale ambapo ukaota ndoto kajiona kwamba umekufa. Sasa kuota ndoto kuona umekufa kiroho ni ishara ya kwamba roho ya umauti inakufuatilia pale ambapo kajiona umekufa, upo kwenye jeneza, kajiona umekufa, upo kaburini. Sasa ishara ya namna hiyo ni roho za umauti zinakufuatilia, pendo wangu. Kwa hiyo ukiota ndoto ya ishara ya namna hiyo, hakikisha unasimama nayo haraka sana katika maombi, kwa sababu ndoto ya namna hiyo inakuwa haijabeba maana nzuri. Ndoto ya namna hiyo inakuwa imebeba matokeo mabaya sana kiroho, inakuwa imebeba matokeo ambayo sio sawa katika maisha yako. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hiyo, hakikisha unasimama nayo katika maombi, hakikisha unaishughulikia katika maombi, na Mungu aweze kukubariki, aweze kukujalia neema yake ya ushindi na wokovu katika maisha yako. Lakini ukiota ndoto ukiona upo uchi ni alama tunasema ukiota ndoto ukiona upo uchi ni alama ya roho ya mikosi pia. Lakini pia unakuwa unaonyesha wazi kwamba dhambi ambazo unazitenda ziko wazi au ziko hadharani. Hata Adam na Eva walipotenda dhambi, walipokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wakajikuta wapo uchi. Kwa hiyo ishara ya kujiona upo uchi kiroho ni alama ya dhambi, ni alama ya kwamba matendo yako ya dhambi, matendo yako ya uovu yameonekana wazi, matendo yako ya ubaya yameonekana wazi. Kwa ishara ya namna hiyo unapokuwa unaiona au unapokuwa unaiota, hakikisha unasimama katika maombi ya toba, maana yake dhambi zako zimeonekana, au utupu, ni roho ya utupu hiyo kiroho unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo simama katika maombi ya toba na rehema, kumwambia Mungu, mahali popote ambapo nimevunja amri zako, mahali popote ambapo nimeenda kinyume na maelekezo yako, yakapelekea mimi kuwa mtu wa dhambi, yakapelekea kuwa mimi mtu wa anguko, kusimama katika maombi ya toba ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema ukiota ndoto ukiona umevaa nguo fupi, alafu ni mwanamke unakuta unaota ndoto unajiona kwamba umevaa nguo ambazo ni fupi kabisa, nguo fupi. Ishara ya namna hiyo mwanamke, ukiota ndoto hiyo, jua kabisa umesukumiziwa roho ya uzinzi, jua kabisa umesukumiziwa roho ya zinaa, pale ambapo ukaota ndoto ukaona umevaa nguo ambazo ni fupi zinaishia mapajani. Sasa ishara ya namna hiyo manake ni roho ya uzinzi unakuwa umesukumiziwa. Kwa hiyo haraka sana unahitaji kusimama nayo katika maombi, hiyo ndoto uliyoiota kwa mwanamke. Hii ndoto ni mahususi au ni special kwa ajili ya wanawake, pale ambapo wanakuwa wanaota ndoto ya namna hiyo ili Mungu aweze kuleta neema yake ya ushindi au ya wokovu katika maisha yako. Kwa hiyo kiroho unapokuwa unaota ndoto za namna hiyo zinakuwa zipo katika mfumo huo. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninakutakia wakati mwema. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii, lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Unaweza kutufuata WhatsApp kwa ajili ya maombi, lakini pia kwa ajili ya tafasiri za ndoto na maana zake. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.